Na shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi, ni taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Bodi ya Korosho Tanzania imesema inatarajia kuajiri maafisa ugani 300 ili kuongeza idadi iliyopo sasa ambayo ni 512 katika mikoa yote 16 inayolima zao la korosho nchini, ikiwa ni matokeo ya kuongezeka kwa uzalishaji kutoka tani 500,000 mwaka 2024 hadi 2025 hadi kufikia zaidi ya tani 618,000 kwa msimu wa 2025-2026. Taarifa zaidi na Raya Kipingo. Ongezeko hilo ni sawa na 17% kwa mwaka mmoja, huku matarajio yakiwa ifikapo mwaka 2029-2030 uzalishaji wa korosho ghafi ufike tani milioni 1. Katika kufikia lengo hili, Bodi ya Korosho Tanzania itaendelea kusogeza huduma za ugani kwa wakulima wa zao la korosho kwa kuongeza maafisa BBT 300 katika mpango huu wa BBT korosho kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba akaeleza mafanikio ya ongezeko la uzalishaji kutokana na mwitikio wa wakulima kuuza kwenye minada inayotambulika. Kumekuwa na ongezeko la wakulima wanaochukua viuatilifu na kupulizia katika mashamba yao. Tunapokwenda kufanya tathmini ya kujua idadi ya wakulima, tunaanza na kila mkulima kujua idadi ya mikorosho aliyonayo, ukubwa wa shamba na mikorosho ambayo inatazamiwa kuvunwa katika kipindi kifupi kijacho. Kabla sijafika kulikuwa mkulima mkubwa kabisa alikuwa anaweka 30, ila sasa hivi kuna mkulima kabisa mpaka anaweka 100 za korosho. Kwa hiyo uhamasishaji ni mkubwa ukitofautisha na mwanzo. Mkoa wa Tanga una wilaya 8 ambazo zote zinalima zao la korosho. Kutoka Tanga, Raya Kipingo, Channel. Raya Kipingo. Watanzania wameshauriwa kukatia bima biashara na mali wanazomiliki ili kuwa na uhakika juu ya umiliki wao, na wakati huo huo kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Abdul Majid Musa Nsekela amesema hayo muda mfupi baada ya kumalizika kwa mkutano mkuu wa mwaka wa kampuni tanzu ya bima ya benki ya CRDB, ambapo ndani ya miaka miwili toka kuanzishwa kwake imetengeneza faida kubwa. Kampuni tanzu ya bima ya benki ya CRDB imewezesha wananchi wengi kutumia matawi ya benki hiyo popote walipo, pamoja na njia za kidigitali kupata bidhaa ya bima ikiwamo ya kilimo na mifugo. Ni waahidi, sisi ni wabunifu, tuna timu nzuri ya kuelimisha, waendelee kuburudika, kufaidika kwa nyumba zetu. Mafanikio ambayo mmeona mwaka jana, tutarajia kupata mafanikio zaidi mwaka 2026. Bima ni kitu muhimu sana kwa sisi wa Tanzania. Ni vizuri kujikatia bima, kuanzia bima yako binafsi kwa ajili ya maisha yako, lakini kwa ajili ya familia yako. Vile vile ni muhimu sana kuwa na bima kwa ajili ya vifaa pia ambavyo tunavimiliki kama nyumba au magari na mali zetu tofauti tofauti. Kampuni imeendelea kupata faida na tumepata faida kubwa mwaka jana, na pia tumeweza kutoa gawio kwenda kwenye kampuni mama, yani CRDB benki, ambalo tunawashukuru shareholder wamelirudisha kuongeza mtaji. Ina maana wameona ni umuhimu mkubwa, nataka kampuni ifanye vizuri zaidi, wameturudishia dividends ambayo tuliwapa kama faida kuongeza mtaji. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.